Na mimi nikamwambia kwanza nakushukuru kwa kunipa ule ukweli, lakini nikakumbuka historia ya Yusuf. Katika kusoma nikakumbuka historia ya Yusuf. Waliomdhuru Yusuf, waliotaka kumdhuru Yusuf kwa lugha hiyo, na singekuwa msaada wa Mungu, Yusuf angeangamia kwenye lile shimo. Lakini ndugu zake, sisi tunaweza tukasema ni Waafrika wenzake, huu ni mfano, lakini damu moja ilishiriki kumuua Yusuf. Lakini kwa sababu Mungu hakutaka Yusuf afe, Yusufu na historia yake ni maarufu kwenye vitabu vya dini sana, inatufundisha kuwa hata ndugu yako anaweza kuwa ni kikwazo na ni adui katika safari ya maisha yako. Nikasema tokea hapo nitachelewa kufika, lakini nitafika nikiwa salama. Sikutetereka. Mawazo yangu, fikira yangu niliwekeza kwa Mungu kwa 99.9%. 1% nilijiwekea mwenyewe kuwa na nidhamu, makini na kujiepusha na vitu vingi sana. Ndio Msigwa huyu ambaye unamuona leo. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kumweka Mungu mbele katika safari ya maisha yako. Na imenisaidia sana hatimaye kumaliza. Kwa hiyo waliojitokeza kutaka kunishambulia ni wale waliomba formula nikawanyima. Ndio waliweza kufanya vitu vingi sana. Ni kwa sababu nilikataa mawazo yao, niliona hakuna sababu ya kushirikiana nao. Lakini nukta muhimu ninayozungumza katika nukta yangu ya pili, nimesema na nukta 3. Nukta yangu ya pili, tunaweza kusimama wenyewe kwa kutumia mali asili yetu kama tutafanya vitu vitatu. Kwanza, tutaacha roho mbaya, tutaacha ubinafsi, tutawapa watu nafasi wenye uwezo wa kuona mbali kuliko sisi. Tatizo moja lilokuwa ndani ya bara la Afrika ni moja tu: kuamini cheti ndio mtu mwenye akili timamu au mwenye uwezo mzuri zaidi, au mwenye kuzungumza lugha ya wale waliotutawala. Hii ni moja ya saratani inotukwamisha wa Afrika. Kuna mzee mmoja pale katika nchi fulani ya Kiarabu wanapenda kumtembelea. Yeye ananiambia, T.R. Msigwa, kwa nini nyie mna maisha hayo? Ananipa mifano mingi. Kuna nchi inatumia ngozi ya kondoo tu, kuna nchi inatumia hivi, wana maisha mazuri. Ananiambia, si mnatuona hapa, si tuna gesi tu, tuna mafuta, tuna vitu viwili. Angalia maisha yetu, angalie na maisha yenu. Tatizo ni nini? Naambia, bora yako wewe unaishi huku. Wasimjibu zaidi swali hilo. Na mimi nikifika katika nchi hiyo wanamtafuta mtu mzima maskini, miaka zaidi ya 80 na kitu, lakini ana nguvu na anafanya shughuli zake na bado ana drive gari barabarani. Sijui mwaka huu nitakapokwenda kukutana naye kama nitamuona na atakuwa bado ana nguvu, lakini kauli akiniona wananiambia Afrika ikoje, hasa Tanzania ikoje. Kwa hiyo tukiacha mambo hayo matatu tunaweza kuwa kila kitu, na watu wakaja hapa kutafuta maisha na wakawa na maisha mazuri. Ni aibu dada zetu, mama zetu kwenda kufanya kazi za ndani katika mataifa ya watu ambao wana vitu viwili tu, wana gesi, wana mafuta. Na kila mwaka tunazalisha degree, kila mwaka zaidi ya maelfu, na hao ndio hodari kulalamika.